Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lifuatalo ni tamko la BASUTA kuelekea uchaguzi kuhusu kuhifadhi amani, linalotolewa mbele yenu leo kwenye mkutano huu na mbele ya waandishi wa habari. Baraza Kuu la Jumuiya za Ansar Sunna Tanzania BASUTA, likiwa ni taasisi ya dini inayojikita katika kuhimiza amani, maadili mema na mshikamano wa kitaifa, leo mwezi 19 Rabiul Akhir mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 11 mwezi wa 10 2025, linatoa tamko hili maalum kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025 ni siku ya uchaguzi wa madiwani na wabunge kwa Tanzania bara, lakini madiwani, wawakilishi na rais wa Zanzibar kwa Tanzania visiwani. Kwa Tanzania nzima pia kuna uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye atapigiwa kura. Kwa kawaida, zoezi la uchaguzi ni tukio nyeti kwenye nchi yoyote ile. Kama alikufanyika kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa, mara nyingi upelekea katika uvunjifu wa amani na hata kulitumbukiza taifa katika janga la machafuko na wakati mwingine vita. Mwenyezi Mungu atulinde na majanga hayo. BASUTA inawahimiza wananchi wote kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura kwa amani, kurejea nyumbani kwa utulivu na kusubiri matokeo kwa subira, bila jazba wala mihemko isiyo na lazima. Ni muhimu tukatambua kuwa kuna maisha kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa msingi huo, kuilinda amani ni jukumu la kila raia kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu na vizazi vijavyo. BASUTA inawakumbusha wananchi kwamba iwapo kutatokea mtu yoyote kutoridhika kuhusu hatua yoyote ya mchakato wa uchaguzi, iwe ni kuhusu kazi ya tume, vyama vya siasa au matokeo yatakapotangazwa, basi mlango wa sheria uko wazi. Mtu huyo ana haki ya kikatiba ya kuwasilisha malalamiko yake kwenye vyombo husika vya sheria na si kujiingiza katika vitendo vya uchochevu na uvunjifu wa amani. Aidha, BASUTA inapinga vikali tabia inayoanza kushika kasi ya matumizi mabaya ya uhuru wa mawazo na kujieleza, na hasa kupitia mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya watu wanatumia majukwaa hayo kusambaza propaganda za kichochezi, kuhamasisha maandamano haramu, kuzua taharuki na kuhatarisha mshikamano wa kitaifa. Hizi si njia za haki, bali huu ni mtego wa kuangamiza amani yetu sote. Tukumbuke kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, kama ilivyoripotiwa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Jabir
Allah amuye radhi. Anasema, hakika shetani amekata tamaa ya kuabudiwa na wanaoswali kwenye ghuba ya Waarabu, lakini ameweka juhudi zake katika kuwachonganisha wao kwa wao. Ujumbe huu ni onyo na mazingatio kwa jamii kwamba shetani hatatumia tena njia ile ya ibada kuwapoteza watu wa dini, bali atatumia njia za propaganda, uongo, mabishano, uchochezi, matusi, chuki, migawanyiko na fitna, hasa katika nyakati nyeti kama hizi. Basusa inasisitiza kwamba amani yetu haipaswi kufananishwa na kichwa cha mwehu kisichojali wala kuelewa. Amani ni hazina adhimu inayopaswa kulindwa kwa nguvu zote. Uislamu umetufundisha na kututahadharisha kuwa sumu haionjwi, na suala la kuamrisha mema na kukataza maovu ni wajibu wa kijamii unaolenga kutuokoa sote, watawala na watawaliwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa mfano mzito katika hadithi ya jahazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mfano wa watu waliomo kwenye jahazi, baadhi yao wako juu na wengine wapo chini. Wale wa chini walipohitaji maji walipaswa kupita juu, na hilo likawa kero kwa waliokuwa juu. Wakawaza walio chini kutoboa chini ya jahazi ili wapate maji moja kwa moja. Mtume anasema, wakiachwa wote watazama, na wakizuiwa wote watanusurika. Hadithi hii inaelekeza wajibu wa kushughulikia maovu mapema kabla hayajawaangamiza wote. Na kama walivyoeleza baadhi ya wanazuoni kama Al-Muhallab, Allah amrehemu, iwapo jamii itaunyamazia uovu wa wachache, basi adhabu yake itawaumiza wote. Kwa msingi huu, BASUTA inatoa wito kwa viongozi wa dini, wanasiasa, vijana na wananchi kwa ujumla kuhakikisha wanakuwa walinzi wa amani na si wachochezi wa migogoro. Tusikubali makundi ya watu wachache kulivuruga jahazi letu la taifa. Tuchague amani, tukatae chuki, tukemee fitna na tusimamie haki kwa njia halali. Lakini mwisho tukumbuke, ikiwa tutanyamaza mbele ya uovu, basi madhara yake hayataishia kwa wakosaji tu, bali jamii nzima itaumia. Kwa ujumbe huu, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu tunaosema maneno na kuyasikiliza kisha tukayafuata kwa vitendo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.